Hofu ni moja ya sababu kuu zinazowafanya watu wengi kushindwa kufanikisha malengo yao maishani. Hofu inaweza kuwa kikwazo kikubwa kinachowazuia watu wengi kufanikisha ndoto zao, kuchukua hatua mpya au kufanya mabadiliko muhimu katika maisha yao. Kama alivyosema rais wa zamani wa Marekani, Franklin D. Roosevelt, alisema kwamba kitu pekee cha kuogopa ni hofu yenyewe. Katika makala hii tutaangazia aina 5 za hofu ambazo zinakuzuia kufikia mafanikio na jinsi ya kuzishinda. Sasa hebu tuangalie aina hizi za hofu. Hofu ya kwanza ni hofu ya kutojua ya kesho. Yaani Waingereza wanasema ya kwamba fear of uncertainty. Moja ya hofu kubwa inayowazuia watu wengi kuchukua hatua ni hofu ya kutokujua yajayo. Watu wengi wanaogopa mabadiliko kwa sababu hawana uhakika wa matokeo. Lakini ukweli ni kwamba huwezi kupata kitu kipya bila kufanya mabadiliko. Mabadiliko ni muhimu kwa maendeleo. Inawezekana kuwa unahitaji kubadilisha aina ya biashara unayofanya, marafiki unaoshirikiana nao, kazi unayofanya au hata mtindo wa maisha ili kufanikisha malengo yako. Usiruhusu hofu ya kutokujua ya kesho ikuzuie kufanya mabadiliko muhimu. Sasa tuingie kwenye aina ya pili ya hofu. Aina ya pili ya hofu ni hofu ya kutokueleweka. Yaani fear of being misunderstood. Katika safari ya mafanikio kuna wakati utakutana na watu ambao hawaelewi maamuzi yako au hatua unazochukua. Watu wengi hushindwa kufanikisha malengo yao kwa sababu wanaogopa kutokueleweka na jamii au watu waliowazunguka. Hali hii ni ya kawaida. Kuna mambo katika maisha ambayo huwezi kueleweka unapoanza kuyafanya, lakini baadaye watu watakuelewa baada ya kuona matokeo. Usisubiri kueleweka na kila mtu kabla ya kuchukua hatua. Kama unaamini unachokifanya ni sahihi, fanya kwa bidii na matokeo yatazungumza yenyewe. Aina ya tatu ya hofu ni hofu ya kukataliwa. Yaani fear of rejection. Watu wengi huogopa kukataliwa, jambo ambalo huwafanya wasijaribu fursa mpya. Wengine huogopa kuomba kazi kwa sababu wanaogopa kukataliwa au kutoa mawazo yao kwa kuhofia jinsi yatakavyopokelewa. Mtu akisema hapana, haimaanishi kwamba huna thamani au hufai. Kuna mtu mwingine ambaye atathamini kile unachofanya. Usiruhusu hofu ya kukataliwa ikuzuie kuchukua hatua. Aina ya 4 ya hofu ni hofu ya kuanza upya. Fear of starting over. Katika maisha kuna nyakati ambazo mambo hayataenda kama ulivyopanga. Inaweza kuwa biashara imeanguka, mahusiano yamevunjika, kazi imepotea au umefeli mtihani. Katika hali kama hizi, wengi wanaogopa kuanza upya. Hata hivyo, kuanza upya si jambo baya. Mara nyingi watu waliofanikiwa walipitia nyakati ngumu na wakalazimika kuanza upya kabla ya kufanikisha ndoto zao. Kuna msemo unaosema ya kwamba watu wengi wanapendelea kuzimu wanayoijua kuliko mbingu wasioijua. Hii inamaanisha kuwa watu wengi wanakaa kwenye hali mbaya wanayoifahamu kwa sababu wanaogopa kujaribu kitu kipya ambacho kinaweza kuwa bora zaidi. Usiruhusu hofu ya kuanza upya ikuzuie kufanya maamuzi sahihi. Aina ya 5 ya hofu ni hofu ya kufeli. Fear of failure. Hofu ya kufeli ni moja ya hofu kubwa inayowazuia watu wengi kuchukua hatua. Watu wengi hawawezi kujaribu mambo makubwa kwa sababu wanaogopa kufeli na kushindwa mbele ya wengine. Ukweli ni kwamba kila mtu aliyefanikiwa aliwahi kufeli mara nyingi kabla ya kufanikisha ndoto zake. Kila kushindwa ni somo ambalo linakuandaa kwa mafanikio makubwa zaidi. Badala ya kuona kwamba kushindwa kama ni mwisho wa safari yako, basi uone kama ni daraja la kukufikisha kwenye mafanikio. Sasa napokuwa nikielekea mwisho kabisa wa somo hili, naomba niongee mambo kadhaa. Ya kwamba hofu ni kikwazo kikubwa cha mafanikio.
lakini ni kitu kinachoweza kushindwa. Unaweza kushinda hofu. Ukikabiliana na hofu zako na kuzipigania, utaweza kufanikisha malengo yako na kuishi maisha ya ndoto zako. Sasa napokuwa nikifika mwisho kabisa wa somo hili, naomba nikuulize swali. Ni hofu gani kati ya hizi 5 nilizozieleza imekuwa ikikukwamisha kufikia malengo yako? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Asante sana kwa kufuatilia makala hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.